This was a total ambush. These firefighters did not have a chance. Jumapili alasiri katika mji wa Keku d'Alene katika jimbo la Idaho nchini Marekani kumetokea shambulio la ghafla likiwalenga zimamoto waliokuwa katika majukumu yao ya kuzima moto wa nyika katika mlima wa Canfield. Shots ringing out from the hills above. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya Sheriff Robert Norris wa kaunti ya Kootenai, shambulio hilo lilipelekea vifo vya zimamoto wawili huku mmoja akijeruhiwa vibaya. The neighborhood is rough. Waliouawa ni wafanyakazi kutoka idara mbili tofauti. Mmoja ni kutoka idara ya zimamoto ya Keku d'Alene na mwingine ni kutoka idara ya zimamoto ya kaunti ya Kootenai. Tension really just kind of. Norris alieleza kwamba shambulio hilo lilikuwa ni la ghafla kabisa na wahanga hawakuwa na nafasi yoyote ya kujiokoa. Ikiwa ni shambulio lenye mtego wa mauaji, hawazimamoto hawakuwa na nafasi, alisema kwa uchungu. Officers exchanging fire with the suspect as helicopters with snipers. Baada ya shambulio hilo, vikosi vya usalama nchini Marekani vilianza msako mkubwa wa kumtafuta mshukiwa na hatimaye mshukiwa alipatikana akiwa amekufa mlimani na bunduki ikiwa karibu naye. Haikujulikana wazi ikiwa alijiua au aliuawa na vikosi vya SWAT. To the medical examiner's office. Officials saying there's. Tukio hilo limezua majonzi makubwa kwa jamii ya Idaho, hususan familia za wahanga na taasisi za uokoaji, huku maafisa wa usalama wameahidi kuendelea kufanya uchunguzi wa sababu ya vifo vya zimamoto hao, wakiomba ushirikiano kutoka kwa wananchi katika shughuli nzima ya kufanya uchunguzi.